Ninawashukuru sana kwa kuweza kuhudhuria siku ya leo. Siku ya leo tarehe 3 mwezi wa 3 2026, tulipanga katika maadhimisho yetu kimkoa tutafanya tofauti na miaka mingine. Kipindi hiki ambacho tulitakiwa kufanya maadhimisho haya kwa kuzungumza mambo yetu ya wanawake, imekuwa ni ngumu kwa sababu tuna majonzi ya kumpoteza mtoto wetu, kijana wetu, kiongozi wetu Dionisi Kipanya. Kwa tuliona siku ya leo, kwa sababu kwenye vyombo vya dola tumekwenda watuonyeshe ndugu yetu yuko wapi. Toka tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2024 tunazungumza leo, Dionisi Kipanya, vyombo vya dola kwa maana ya jeshi la polisi tulikopeleka taarifa hawajatupatia majibu yuko wapi ndugu yetu. Kwa hiyo leo tuliona kwa sababu tumeshawaambia vyombo vya dola kwa maana ya watawala bado hawajampata Dionisi na kutuonyesha ndugu yetu aliko, tukaona tumaini pekee lililobaki ni Mungu. Mungu asiyeshindwa, Mungu anayejua kuumba na kutengeneza. Tukaona leo sisi wanawake tuje kumlilia Mungu wetu kwa kuomba misa ili kumwombea ndugu yetu. Tukaungana na baba zetu, tukaungana na viongozi wetu wa chama kwa sababu Dionisi alikuwa kiongozi wa chama. Tunaishukuru viongozi wa parokia Familia Takatifu ambako ndiko Dionisi alikuwa anasali. Walitupokea na sasa tumemaliza misa ya kumwombea ndugu yetu. Katika ujumbe wetu siku ya leo, Mungu ndo anayeumba, hakuna mwingine anayeumba. Lakini katiba yetu ya nchi hakuna mtu aliyepewa mamlaka ya kukatisha maisha ya mtu mwingine. Ibara ya 14 inazungumzia juu ya uhuru wa mtu na haki ya mtu kuishi. Tunategemea ujumbe wetu leo kwa wanawake wa mkoa wa Rukwa. Dionisi amepotea kipindi ambacho Tanzania inaongozwa na mwanamke. Leo tunaadhimisha ni siku ya mwanamke. Ujumbe wetu kwa Amiri Jeshi Mkuu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, atutazame wanawake wa Rukwa. Yeye akiwa mwanamke, akiwa kiongozi wa nchi hii. Sisi wanawake wa Rukwa leo kwenye maadhimisho ya wanawake tumeshindwa kuadhimisha, tumeadhimisha kwa kuomboleza. Tunaomboleza kwa sababu hatujamuona mtoto wetu, hatujamuona kiongozi wetu, hatujamuona kijana wetu. Yeye ambaye ni mama, ukiacha nafasi zake nyingine kama rais, kama Amiri Jeshi Mkuu, tunatuma ujumbe kwake kama mwanamke mwenzetu. Kipindi kama hiki ambacho tulipashwa leo tuzungumze mambo na hatua tulizopiga kama wanawake, kama taifa, kama wanawake wa mkoa wa Rukwa, tumeshindwa kuzungumza chochote. Tuna majonzi, tuna maumivu ya kupoteza watoto wetu. Hatujui waliko mpaka leo. Tunaomba kwa nafasi yake kama alivyosema mwenyewe na katiba imemtamka yeye kwamba ni Amiri Jeshi Mkuu, basi ajitokeze siku moja. Tunaamini serikali na mikono mirefu, atuambie watoto wetu wako wapi, ni nani aliyewachukua na wamewajibikaje hao watu. Siamini kama imefikia mahali tumepungukiwa swala la upelelezi la kujua watoto wetu wamekwenda wapi mpaka leo. Kwa sababu leo tulikuwa tunakuja kwa ajili ya misa, lakini bado tumeambiwa na polisi wana taarifa za kiintelijensia. Tunajua hiyo intelijensia ni kubwa. Kwa tunaiomba hiyo intelijensia ihusike kuwapata ndugu zetu, viongozi wetu na watoto wetu. Na kama kuna shida tujue, kwa sababu nchi nyingine kuna makundi mbalimbali kwamba yameingia kwenye mataifa wanafanya vurugu. Kwenye taifa letu wasiojulikana wanaishi wapi? Kwenye taifa letu wasiojulikana wanaishi anga ipi ambayo haiwezi kuingilika? Sisi wanawake wa Rukwa tunategemea kabla ya tarehe 8 Mheshimiwa Rais ambaye ni mwanamke, ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu, angalau aseme neno la faraja kwa wanawake wa Tanzania, wanawake wa Rukwa. Tuwafiche wapi watoto wetu, na waliofichwa wako wapi, wanafanywa nini, na lini tutawaona watoto wetu? Asante sana. Kwanza nimekuwa mbunge kwa vipindi viwili, nikiwa mbunge wa vijana 2015 mpaka 20, lakini mbunge wa jimbo la Nkasi Kaskazini 2020 mpaka 2025. Hali tulionayo, na mtakumbuka kwamba bungeni nilitoa hiyo hoja baada ya Dionisi kupotea baada kama ya wiki moja. Nikatoa hoja bungeni, nilijibiwa na Speaker Tulia Ackson Mwasasu kwamba yeye hawezi kuruhusu hoja hiyo ijadiliwe
kwa sababu inawezekana labda amesafiri tu au kuna sehemu amekwenda. Kwa hali ya kawaida, binadamu yeyote aliyezaliwa na mwanamke, ukimwambia mtu amesafiri zaidi ya mwaka mmoja ajulikani alipo kwenye nchi hii au kwenye dunia hii. Kwa mimi naamini kwa hali tulionao kwa sasa hivi kwenye taifa letu, wanawake wanaishi kwa hofu juu ya watoto wao, juu ya waume zao. Hakuna mtu anayejua hatima yake. Tunahitaji neno moja kwa Amiri Jeshi Mkuu ambaye ndio mkuu wa vyombo vyote vya ulinzi. Hali hii mpaka lini? Wanawake wa Rukwa na wanawake wa Tanzania, ni lini warudi kwenye imani ya taifa lao kwamba tuko salama, hakuna mtu anaweza kupotea, hakuna mtu anaweza kuuawa? Kwa sababu ndivyo tulivyoishi, ndio utamaduni wa taifa letu miaka yote. Ila kwa sasa wanawake wa Rukwa, wanawake wa Tanzania, kama ambavyo mpaka leo toka tarehe 26 mwezi Julai mwaka 2024 hatujamuona ndugu yetu, kila mwanamke ana hofu kwa sababu namna alivyochukuliwa Dionizi na watoto wengine wamechukuliwa, tunaye Mdude na wengine wengi akiwemo Soka. Hawa wanawake na ndugu na viongozi waliokuwa wanawategemea wamepoteza matumaini, kwa sababu usalama wetu sasa tumemwachia Mungu pekee aliyeziumba mbingu na nchi. Kwanza sisi mkoa wa Rukwa tumejipanga, tumetumia gharama kwa ajili ya wanawake kuondoka kwenda Serengeti kujumuika pamoja. Nimesikia tamko la polisi, nataka nizungumze machache. Kwanza sisi wanawake wa Rukwa tutaondoka tarehe 7. Tuna kosta zetu 3, tunajua kujumuika pamoja sio kosa la jinai. Hiyo ikae sawa sawa. Na wanawake wataondoka. Kama kuna shida basi mahakama itatoa tamko kabla ya tarehe 8. Kama kuna shida ambayo ni zuio la kimahakama, mahakama hiyo ndio itasema, kwa sababu siku ya wanawake duniani haijawekwa na Chadema, ndio maana inaitwa siku ya wanawake duniani. Hayo ni maazimio ambayo yalifanyika Berlin kwa ajili ya wanawake kuzungumza mambo yao. Sasa kama wanawake wa Chadema ndio kosa, tunatamani hilo jambo liandikwe, na isiwe wanawake wa Chadema tu, ionekane kwamba wanawake wengine tofauti na wale ambao ni viongozi wa serikali wasiazimishe. Kama wanawake wengine wote wataazimisha, basi mwanamke ni mwanamke, haijalishi dini yake, haijalishi chama chake. Tunahitaji ufafanuzi kwenye hilo jambo. Sisi hatuendi kufanya siasa, tunakwenda kujumuika kuzungumza mambo yetu ya wanawake kama ilivyoazimiwa na dunia nzima. Kwa hiyo kama kuna badiliko, watuletee hilo badiliko lilifanyika lini na mwenyekiti wa hicho kikao alikuwa nani. Habari ya mahakama, sisi hatutaki kuingilia mahakama, lakini mahakama haikusema wanawake wasikutane siku ya wanawake duniani. Kwa sisi wanawake wa Chadema tunajua sheria, tumesoma, tunaelewa, na hatuwezi kubabaishwa na mtu yoyote. Tutakutana Msoma, tutakutana Serengeti, ni wajibu wetu kukutana. Utaratibu huko miaka yote. Kama umebadilika safari, hatutaki polisi waseme, tunataka serikali tena hii ambayo inaongozwa na mwanamke kwa kipindi hiki, na niseme ni aibu. Siku ya wanawake duniani, taifa kwa mara ya kwanza tunaongozwa na mwanamke, alafu mwanamke huyo huyo anazuiliwa kukutana na wanawake wenzake. Ni aibu kwa taifa. Tunawaomba polisi waangalie, kwa sababu ukikosea kurudi sio jambo baya. Wajisaishe, warudi, wafute sentensi yao. Sisi ni wanawake, tutakutana ili tumshauri na yeye anavyotakiwa kuongoza taifa kama mwanamke.